Inashangaza, huyu ndiye mwanaume aliyebadilisha Urusi. Ni Boris Nikolaevich Yeltsin. Huyu ni mmoja ya viongozi waliobadili historia ya dunia mwishoni mwa karne ya 20. Alikuwa rais wa kwanza wa Urusi baada ya kuvunjika kwa Umoja wa Kisovieti, na maamuzi yake yalibadilisha siasa, uchumi na hata mahusiano ya kimataifa kwa kiwango kikubwa sana. Wengi walimuona kama shujaa aliyesaidia kuleta demokrasia, huku wengine wakimkosoa kwa matatizo ya kiuchumi yaliyowakumba Warusi wengi kwa miaka 1990. Boris Nikolaevich Yeltsin alizaliwa tarehe 1 Februari 1931 katika kijiji kidogo kabisa cha Butska, eneo la Urai, Urusi. Alikulia katika kipindi kigumu sana ambapo Umoja wa Kisovieti ulikuwa chini ya utawala wa Joseph Stalin. Maisha ya familia yake hayakuwa rahisi. Alikulia katika mazingira ya nidhamu kali na hata changamoto za kiuchumi ambazo zilikuwa za kawaida kwa familia nyingi za Kisovieti wakati huo. Akiwa kijana, Yeltsin alikuwa na tabia ya ujasiri na wakati mwingine ukaidi. Alipenda michezo na shughuli za kimwili. Baada ya kumaliza elimu ya msingi na sekondari, alisomea uhandisi wa ujenzi. Baada ya kuhitimu, alifanya kazi katika sekta ya ujenzi. Alijijengea sifa kama mtu mwenye uwezo wa kusimamia miradi mikubwa. Katika miaka 1960 na 1970, Yeltsin alipanda ngazi ndani ya chama cha kikomunisti cha Umoja wa Kisovieti. Ili kufanikiwa kisiasa katika kipindi hicho, ilikuwa ni muhimu kuwa mwanachama wa chama hicho. Alionekana kuwa kiongozi mwenye nguvu, mwenye maamuzi ya haraka sana, asiyeogopa kukosoa uzembe wa watendaji wa serikali. Umaarufu wake uliongezeka alipoteuliwa katika mji wa Sverdlovsk. Huko alisimamia miradi mbalimbali ya maendeleo, akajenga jina kama mtendaji mwenye uwezo. Sifa hizo zilimfanya avutie viongozi wa juu wa mji wa Moscow. Mwaka 1985, kiongozi mpya wa Umoja wa Kisovieti, Mikhail Gorbachev, alimhamishia Moscow. Gorbachev alikuwa ameanzisha sera ya mageuzi zilizojulikana kama perestroika na glasnost. Alitaja kuufanya Umoja wa Kisovieti kuwa kisasa zaidi na wenye uwazi. Awali Yeltsin alikuwa mshirika wake muhimu sana. Hata hivyo, baada ya muda Yeltsin alianza kukosoa kasi ndogo ya mageuzi na mfumo wa viongozi waliokuwa na upendeleo maalum. Ukosoaji huo ulimweka katika mgogoro na viongozi wa juu wa chama. Wakati wengine waliogopa kuzungumza waziwazi, Yeltsin alionekana tayari kukabiliana na mfumo mzima. Mwisho wa mwaka 1980, umaarufu wake uliongezeka miongoni mwa wananchi wa kawaida. Watu wengi walimuona kama sauti ya mabadiliko. Alikuwa tofauti na viongozi wengine wa Kisovieti waliokuwa wakionekana kuwa mbali na maisha ya wananchi. Mwaka 1991 ulikuwa ni mwaka wa kihistoria. Umoja wa Kisovieti ulikuwa ukikabiliwa na migogoro ya kisiasa pamoja na kiuchumi. Katika kipindi hicho, Yeltsin alichaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Urusi, ambayo ilikuwa sehemu kubwa zaidi ya Umoja wa Kisovieti. Mwezi Agosti 1991, kundi la viongozi wa kihafidhina lilijaribu kufanya mapinduzi dhidi ya Gorbachev. Huu ulikuwa wakati uliomfanya Yeltsin kuwa maarufu duniani. Alisimama juu ya tanki la kijeshi mbele ya jengo la bunge la Urusi na kuwataka wananchi kupinga mapinduzi hayo. Picha hiyo ilisambaa duniani kote na kuwa ishara ya upinzani dhidi ya utawala wa mabavu. Jaribio la mapinduzi lilishindwa. Baada ya hapo sasa, nguvu za kisiasa za Gorbachev zilipungua sana, huku Yeltsin akiongezeka zaidi. Miezi michache baadaye, Umoja wa Kisovieti ulivunjika rasmi. Hii ilikuwa moja ya matukio makubwa zaidi katika historia ya karne ya 20. Baada ya kuvunjika kwa Umoja wa Kisovieti, Yeltsin akawa rais wa kwanza wa Urusi huru. Alikabiliwa na jukumu gumu la kuibadilisha nchi kutoka kwenye mfumo wa uchumi wa serikali kwenda uchumi wa soko la huria. Mageuzi haya yalikuwa makubwa sana. Bei za bidhaa zilifunguliwa, biashara binafsi zikaanza kuongezeka, pamoja na mali nyingi za serikali zikabinafsishwa. Ingawa mageuzi hayo yaliunda msingi wa uchumi mpya wa Urusi, pia ilisababisha matatizo makubwa sana. Mfumuko wa bei ulipanda, akiba ya watu wengi ilipotea thamani, na hata kiwango cha maisha kilishuka kwa wananchi wengi. Katika miaka hiyo, kundi la wafanyabiashara matajiri
lilijitokeza. Watu hao walipata udhibiti wa sehemu kubwa ya uchumi wa Urusi. Hali hii ikasababisha ukosoaji mkubwa dhidi ya serikali ya Yeltsin. Mwaka 1993 mgogoro mkubwa wa kisiasa ulizuka kati ya rais pamoja na bunge. Mvutano huo ulifikia hatua ya mapigano ya silaha mjini Moscow. Hatimaye jeshi lilimuunga mkono Yeltsin na bunge likavunjwa. Tukio hili lilizua mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini Urusi. Katika sera za nje, Yeltsin alijaribu kujenga uhusiano mpya na nchi za Magharibi. Alikutana mara kadhaa na viongozi wa Marekani na hata Ulaya. Kipindi hicho kilionekana kama mwanzo wa ushirikiano mpya baada ya vita baridi. Hata hivyo, changamoto hazikuisha. Urusi ilikumbwa sana na vita vya Chechnya ambavyo hivi vilisababisha maelfu ya vifo, kuleta ukosoaji mkubwa dhidi ya serikali. Vita hivi vilionyesha ugumu wa kudumisha umoja wa taifa ambalo ni kubwa, lenye makabila na maeneo mengi tofauti. Kadri miaka ilivyopita, afya ya Yeltsin ilianza kudhoofika. Alifanyiwa matibabu kadhaa na mara nyingi alionekana dhaifu hadharani. Wakati huo huo, uchumi wa Urusi ulikumbwa na mgogoro mkubwa sana wa kifedha miaka 1998 ambao ulitikisa imani ya wananchi kwa serikali. Mwishoni mwa miaka 1990 umaarufu wake ulikuwa umeshuka sana. Hata hivyo, alifanya uamuzi ambao ungeathiri historia ya Urusi kwa miongo mingi ijayo. Tarehe 31 Disemba 1999 alitangaza kujiuzulu urais. Katika hotuba yake ya kuaga taifa, aliomba radhi kwa makosa yaliyofanyika katika uongozi wake. Akaelezea matumaini yake kwa mustakabali wa Urusi. Kabla ya kuondoka madarakani, alimteua Vladimir Putin kuwa rais wa mpito. Uamuzi huo ulimfanya Putin kuwa kiongozi wa Urusi na baadaye mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa zaidi duniani katika karne ya 21. Boris Yeltsin alifariki tarehe 23 Aprili 2007 akiwa na umri wa miaka 76. Kifo chake kilifungua mjadala mpya kuhusu urithi wake wa kisiasa. Kwa baadhi ya watu, Yeltsin alikuwa shujaa aliyesaidia kuangusha mfumo wa kikomunisti na kufungua njia ya demokrasia nchini Urusi. Kwa wengine, alikuwa kiongozi ambaye mageuzi yake yalileta umasikini, ukosefu wa utulivu na hata kuibuka kwa tabaka la matajiri wachache waliotawala uchumi. Licha ya mtazamo huo kuwa tofauti, jambo ni moja tu ambalo halina ubishi. Boris Yeltsin alikuwa mmoja wa watu walioandika sura mpya katika historia ya Urusi na dunia. Maamuzi yake yaliathiri mamilioni ya watu na bado yalionekana katika siasa za kimataifa hadi hii leo. Usikose katika sehemu ya pili ya mustakabali